Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Bunge la Iran linatengeneza mkakati mpana wa kulinda mlango wa bahari wa Hormuz. Tume ya bunge la Iran linakamilisha mpango wa kupata kiongozi mkuu wa kulinda mlango wa bahari wa Hormuz. Kamisheni ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni ya Iran imekamilisha mpango kabambe wa usalama na maendeleo ya Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari wa Hormuz. Spika wa bunge la Iran amesema, huku pia akifichua pendekezo la kutaka motisha za sheria na kifedha kuchukuliwa hatua dhidi ya viongozi wa Marekani na Israel. Tume hiyo imetayarisha rasimu inayoitwa mpango wa usalama wa maendeleo ya Ghuba ya Uajemi na mlango wa Hormuz, ambayo itapitiwa upya mara tu bunge litakapokutana tena, kwa mujibu wa Ibrahim Aziz, mwenyekiti wa tume ya bunge. Utaratibu wa awali wa baraza la katiba na wizara mambo ya nje pia umefanywa, na maoni kutoka kwa spika wa bunge na wanajeshi yamepokelewa. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf alibainisha kuwa mpango huo unaheshimu sheria za kimataifa na anaona uwezekano wa serikali kuhitimisha makubaliano na nchi nyingine kuhusu mlango wa Hormuz. Mlango wa bahari Hormuz, ambao ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni mojawapo ya maeneo 14 ya kimkakati duniani na ni mali isiyo ya kifani ambayo haijatumika, ilisema taarifa yake. Iran sasa inataka kutumia uwezo huu kwa ajili ya uzalishaji wa umeme, uzalishaji wa kiuchumi, ulinzi na usalama na huduma za baharini. Mpango huo utapiga marufuku kuingia kwa meli kutoka nchi ambazo zina chuki na meli zozote za kijeshi kwa kisingizio chochote kinachoonyesha mafanikio ambayo hajawahi kushuhudiwa kwa taifa la Iran kufuatia vita vya hivi majuzi, anasema Gharibabad. Mpango huo ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na uongozi maalum utakaolinda mlango wa bahari wa Hormuz, na kwamba lolote katika yale yatakayopangwa na bunge pamoja na jeshi basi yatatekelezwa. Kando, tume hiyo imeandaa mpango wa hatua wa kuafikiana ambao unataka kufunguliwa mashitaka na kulengwa rais wa Marekani Donald Trump, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na makamanda wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kuhusu jukumu lao katika mauaji ya kiongozi wa Iran Ayatollah Al-Khamenei mnamo Februari 28. Tunaamini kwamba rais wa Marekani, waziri mkuu wa Israel na kamanda wa CENTCOM lazima wachukuliwe hatua sawa iliyosababisha kuuawa kwa kiongozi wetu. Hii ni haki yetu, ilisema taarifa yake Gharibabad. Rasimu hiyo inaeleza kwamba ikiwa mtu binafsi au taasisi yoyote ya kisheria itatekeleza wajibu huu wa kidini na kimaadili, serikali inalazimika kulipa zawadi ya euro milioni 50. Pia inaamuru kufuata sheria kwa wale walioamuru na kutekeleza mauaji hayo. Spika wa bunge amesema kuwa mkakati wa Iran wa vita vya mseto usiolinganishwa unaungwa mkono na uhamasishaji maarufu uliwezesha nchi hiyo kukabiliana na mataifa mawili yenye nguvu za nyuklia. Alizikosoa Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Saudi Arabia na Qatar kwa kuruhusu Marekani kutumia kambi zao 14 za kijeshi kwenye ufuo wa kusini mwa Ghuba ya Uajemi wakati wa vita. Wale waliokuja kuleta usalama katika mataifa ya Ghuba hawakuweza hata kujilinda. Wamarekani sasa wamepigwa marufuku kuingia, wamekimbia na wametia nanga mamia ya maili kutoka bahari ya Hindi, ilisema taarifa ya Gharibabad. Taarifa yake pia ilithibitisha kuwa Iran imebadilisha mitazamo ya kimataifa. Ulimwengu haukuitazama Iran kabla ya vita vya Ramadhan jinsi inavyoitazama leo. Sasa wanajua kwamba hatutafanya maafikiano, maelewano au uzembe kuhusu maslahi ya taifa letu, usalama na utu wetu. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.